Asanti, mtaweza kutoa razi kidogo. Tulikuwa na matatizo ngambo ya ufundi upande wa reji, lakini tumeona kweli sauti imetoka. Tukifungua karasa habari, tulikuwa tukimjulisha kwamba leo tarehe 2 mwezi wa 6 nchi nzima ya Kongo ya Kidemokrasia, wanafunzi wa masomo ya sekondari wale wa somo la 6 wameanza mashindano kubwa, na hiyo ni kipindi ya kwanza. Tutaweza kumjulisha kwamba waziri anahusika na masomo Mama Raisa Malu alijielekeza kunako masomo hapa mji mkuu wa Kinshasa, na afasi alienda kuangalia namna gani wanafunzi wameanja mashindano kubwa hiyo ya mwisho wa mwaka ama kisha miaka 6 kunako masomo ya sekondari. Na hivyo basi, kama vile umejua, alipitia kunako masomo mbalimbali hapa mji mkuu wa Kinshasa akisindikizwa na viongozi wale wenye kusika na masomo mji wa Kinshasa, iwe upande wa Lukunga, upande wa Funa, upande wa Changu na upande wa Moamba. Wanafunzi waliendesha vizuri kuingia kunako masomo, na yeye peke yake waziri huyu anahusika na masomo kama vile kunako masomo Bakolo alikuwa hapo, na viongozi wengine waliweza kumsindikiza. Na tumejulishwa ya kwamba vile wanafunzi wenye kupatikana nafasi kunao vita nchi ya Kongo ya Kidemokrasia nao vile wamefanya mashindano kwa siku ya leo. Mashindano ya kwanza, kipindi ya kwanza ni kuandika, tumeita dissertation, na ni furaha kabisa kwa wazazi pia wanafunzi. Percentage 57 kwa wale wote wenye kuhudhuria mashindano mwaka huu. Upande wa Barumbu vile kiongozi ama burgomestre wa mtaa wa Barumbu naye alienda kuangalia namna gani wanafunzi wameanja mashindano hiyo ya mwisho wa mwaka, mashindano kubwa kwa wanafunzi wa somo la 6. Alikuwa kunako Epe Gama pale mtaa wa Barumbu, na kutoka huko alijielekeza kunako masomo zingine kama vile huko pande wa Gama na Charles Luanga. Nafasi aliona kwamba wanafunzi ni wengi, watoto wanawake vile ni wengi, wameanzisha mashindano hiyo ya kuandika, tumeita lugha ya Kifaransa dissertation. Bwana Christophe Lomani aliweza kuomba na wanafunzi wapashwe kuwa wasujaa kwa kuweza kufanya mashindano, kwa sababu maisha yao ya kesho imeendelea na mashindano hiyo, tumeita kwa lugha ya Kifaransa examen d'etat, kwa sababu ukipata nusu kunako mashindano wamefanya ndio wataweza kuingia kunako university. Lakini shida moja kubwa pale kunako Charles Luanga, kuna mfereji kubwa iliweza kujaa maji ikitoka kunako wajirani waliojenga kando ya masomo hiyo. Maji imezuia masomo zingine, hakuna vizuri wanafunzi kunako somo 10 namna kuweza kuingia kunako masomo na kuweza kufanya mashindano. Tumejua kwamba viongozi wenye kusika na masomo na mji wa Kinshasa wataweza kufanya yote kwa kumaliza matatizo na magumu kwa wanafunzi wa Charles Luanga. Kutoka upande wa Barumbu, habari niliyotamjulisha, tumejielekeza upande wa Chwapa. Huko ni kusudi kuhusika na afya. Liwali makamu wa jimbo hiyo Bwana Albert Bokongo aliendisha kabisa kazi ya machanjo kwa ugonjwa huyo umeangamiza watoto pia watu wakubwa, tumeita lugha ya Kifaransa paludisme, ni malaria. Na wakichanja huko upande wa Bwende itaweza kuepusha watoto wadogo pia wamama pia watu wakubwa na magonjwa hiyo umeangamiza kila mara Afrika, kila mara nchi yetu ya Kongo ya Kidemokrasia. Walikuwa wengi pia vile na kiongozi wa mkoba wa afya hiyo tumeita zone de santé pia pale Bwende alikuwa hapo Bwana Jean-Louis Mopende, na kujulisha kwamba yote itaweza kupitikana vizuri, na lazima kualikwa wa mama wa baba wawe wengi na kupeleka watoto wengi kwa machanjo hiyo ya kupiganisha ugonjwa wa malaria. Habari kusika na ujamii, tutamjisha kwamba mama Natalia Aziza Munana amefanya yote kwa kuweza kusaidia wandugu zetu wakimbizi wa vita, pia wenye kupata msiba wa kujaa kwa maji, tumeita lugha ya Kifaransa inondation. Na hivyo basi wale waliopatikana kwa upande wa Fizi ni wengi, maji liweza kuwaletea matatizo, kuharibisha makao zao na mimea zao na vitu vyao na mashamba zao. Ilikuwa lazima waziri Aziza Munana atume watu huko upande wa Fizi pamoja na viongozi wa Sud Kivu kuangalia namna gani ya kuweza kusaidia wandugu zetu wale wanaopatikana wanazopata msiba huko, waliopelekea manjanja, chakula, vitu ya kulalia, mavazi
mavazi kusudi wapashwe kuishi vizuri kama vile wakongomani wote. Na wale waliopata magumu na matatizo wakipokea vitu ile za kutuma na mama Aziza Munana walipiga shangwe na furaha na aksanti kwa serikali inayoongozwa na mama Judith Suminwa pamoja na president wa nchi Felix Tshisekedi Tshilombo na mama Natalia Aziza Munana, kijulisha kwamba ni vizuri wale wote wanaopata matatizo magumu serikali amewakumbuka na kuweza kuwasaidia kila mara, ni kufuatana na mpango wa serikali ya nchi yetu. Umejua tangu siku iliyoweza kupita president wa nchi ya Kongo Demokrasia alianzisha kazi ya kujenga barabara kubwa hiyo tumeita rocade kwa lugha ya Kifaransa, kutokea upande wa Mitendi kujielekeza upande wa Mikondo na kufika paka huko fasi mbalimbali kutokea Mongafula. Kama vile umejua ilikuwa lazima, barabara imekwisha kufunguka, wamefinika mashimo, wamefungua barabara njia kubwa na kutengeneza mifereji kwa shirika la SISK. Hiyo ni ya wandugu zetu wa Shinwa, na hivyo basi waziri Alexis Gizaro alijielekeza huko kuanzisha kazi ya kuweza kutia kabulumbu kunako barabara hiyo ni kabisa upande huo kwa lugha ya Kifaransa wameita kusini, na imeendelea vizuri, na tumejua aliweza kusindikizwa na viongozi wa OVD Office de Route wa ACGT, na wale viongozi wa SISK wamefanya kazi, wao ndio wamejenga njia hiyo. Na bwana Alexis Gizaro amejulisha kwamba ni mpango wa serikali, mpango wa president Felix Tshisekedi, itapashwa kuendelea vizuri na kupiga asante kwamba SISK amefanya kazi ya kuonekana, na aliweza kujulisha kwamba wakati huu ndio ataweza kutia kabuli kunako barabara hiyo, na kweli amefanya vile waliweza kusikilizana na serikali. Upande wa Chikapa huko utaweza kumjulisha kwamba president wa baraza la bunge ya Chikapa bwana Ale Chisungu Mtumba, yeye ameomba kwamba watumike vizuri pamoja na serikali yeye kuongoza ni kabisa na liwali wa jimbo hiyo, na akijulisha kwamba wakitumika pamoja itakuwa lazima kuweza kabisa kunyanyua uchumi wa jimbo hiyo ya Kasai kwa upande wa Chikapa, na itaweza vile vile kuleta majengo kwa jimbo kubwa hiyo ni kabisa na mji wake kubwa pale Chikapa. Wakitumika pamoja baraza la bunge pia serikali yenye kuongoza na liwali wao, itakuwa lazima wote watumike na furaha na kwa maisha bora ya wakongomani wa ndugu zetu wenye kukaa huko upande wa Kasai ni kabisa Kasai Chikapa. Habari kusika na Union Sacrée, tutamjusha kwamba ACR ni chama inaongozwa na bwana Eliezer Tambwe. Yeye alikuwa upande wa barabara ya 7 mtaa wa Limete, nafasi alikuwa na wapendelevu wa chama chake cha ACR kuweza kuwafasiria mafaa na namna gani president wa nchi ya Kongo Demokrasia bwana Felix Tshisekedi aliweza kutia saini na masikilizano na nchi ya Kiamerika ama Etats-Unis, na mimi kabisa kwa kuweza kutumika pamoja kwa dhahabu yetu ya nchi ya Kongo Demokrasia, mali yetu ya nchi ya Kongo Demokrasia, kijulisha kwamba masikilizano yale ya nchi yetu ya Kongo Demokrasia na USA ni kabisa ni kutafuta tu amani, ukimya, pia majengo ya nchi yetu ya Kongo Demokrasia, na uhusiano na nchi ya Kiamerika ilianza tangu zamani. Ya lazima president apashe kutumika kwa kutafuta maisha bora ya wakongomani. Bwana Eliezer tambulisha kwamba wote wajiunge pamoja na serikali ya nchi ya Kongo Demokrasia kwa kutafuta amani na ukimya, na kuweza kujua kwamba presidenti amefanya yote kusudi amani irejee nchini mwetu. UDPS, chama hiyo inaongozwa na bwana Augustin Kabuya, aliweza kujikusanya na wandugu zetu viongozi mingi kabisa wa Equateur kubwa ama Grand Equateur. Ilikuwa hapa mji mkuu Kinshasa. Alikuwa vile vile bwana Felix Bosekota, pia na viongozi mbalimbali ama wateule wale wa jimbo zote 4 ya Equateur, akizungumza nao kuwajulisha namna gani president wa nchi ya Kongo Demokrasia amefanya yote kwa kutafuta maendeleo ya majimbo zote ya nchi ya Kongo Demokrasia, iwe majimbo hiyo ya Grand Equateur, akijulisha vile vile namna gani president amefanya yote kwa kuweza kuleta amani na ukimya, na kuwaomba ya kwamba wanapashwa kutumika mkono kwa mkono kujiunga na serikali. Kazi ya amani ama kazi ya majengo si ya mtu mmoja, ni ya wakongomani wote, kama vile wao wapendelevu wa ndugu zetu wale wa jimbo la Equateur, kama juisha bwana Augustin Kabuya pia na bwana Felix Bosekota. Huyu alikuwa na wakongomani walikuwa hapo kumpatia bwana Augustin Kabuya Kongo hiyo, ikionyesha kwamba
ni kiongozi mkubwa wa chama hiyo ya UDPS, ni lazima aongoze wale wote anaotumika nao na wale wote wanaokuwa na mafikiri kama vile Felix Tshisekedi Chilombo, president wa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Kutoka hapa mji mkuu Kinshasa tumejielekeza upande wa Kwango. Huko kama vile umejua kuna mtaa moja kubwa upande wa kijiji huko tumeita Kasongolunda. Na kijiji hiyo mji huo ameita Kingwala. Na hivyo basi mteule Dug Kulungu aliwajengea ofisi kubwa kabisa itaweza kusaidia kazi mbalimbali za serikali huko upande wa Kasongolunda Kingwala. Na wakipiga aksanti walikuwa wote viongozi na wandugu zetu wanaopatikana huko upande wa Kasongolunda kuona moja mzaliwa huko mteule wa huko kuwasaidia kuweza kuwajengea kabisa ofisi kubwa hiyo itaweza kuwasaidia kwa kazi mbalimbali za serikali. Wakipiga aksanti kwa wasultani wa asili pia na wakaaji pia na wale wote wenye kukaa kunako kijiji Kingwala upande wa Kasongolunda, akitolea vile vile makanisa pia masomo manjanja itaweza kuwasaidia kwa kujenga makanisa zao pia masomo kwa wanafunzi watoto wenye kupata maadibisho huko. Habari kusika na wa Asanef. Wasanef kabisa ni muungano kubwa ya wanafunzi wote wale walisoma kunako masomo ya Katolika ya Wakristo, na hivyo basi tumeita École des Frères kwa lugha ya Kifaransa. Walikuwa kunako uto wao hapa X24 November, nafasi walikutana kulikuweza kusoma misa kubwa kumomba Mwenyezi Mungu awabarikie na waendelee kujikusanya kila mara, kwa sababu wameeneza miaka 76 tangu kundi hiyo muungano wa SANEF iliweza kuundwa kwa wakongomani pia na wa frere wa Kristo wa Katoliki wenye waliweza kuongoza na kuwafundisha mpaka leo. Na Difumana president wao Difumana Dienone alikuwa hapo na kupiga asante kwa wote waliweza kualikwa kunako mkutano. Habari kusika na wakimbangist, tutamjulisha kwamba kuliweza kuwa misa kubwa hapa mji mkuu Kinshasa kunako centre kubwa ya upande wa Kasavubu. Misa kubwa hiyo ni ya ubatizo, na hivyo basi bwana Pumbalo Zambo aliweza kuendelesha misa hiyo na kusoma misa hiyo. Mnuerazi wamejisha kwamba ni habari kusika na Selembao. Mnuerazi huko burgomestre ama kiongozi wa Selembao, yeye naye vile vile alijelekeza nafasi kabisa wamefanya kazi ya masomo wa vijana wamesoma. Na huko alienda kuona namna gani wanafunzi wamefanya examen d'etat, masomo kubwa kwa wanafunzi wa somo la sita. Akipiga asante kuona kwamba imepitikana vizuri na imeenda vizuri, watoto wanawake wengi na wanaume, na kuwaomba vijana wapashwe kusoma vizuri na kujitolea, kwa sababu siku ijayo wao ndio wataweza kuongoza nchi yetu ya Kongo ya Kidemokrasia. Ni vizuri na walipiga asante wanafunzi pia viongozi wale waliweza kumpokea burgomestre huyu wa mtaa wa Selembao. Habari zingine tutaweza kumjulisha ni habari za Kimbangis, kama vile tutaka kujulisha huko kabisa ilikuwa misa kubwa ya ubatizo, na moja wetu aliweza kutoa ripoti, bwana Bangala, tumfuate. Ni furaha kwangu sawa vile mtoto mpotevu mwenye aliweza kuhangaika hakujua wapi alikuwa. Leo narudia kwa nyumba ya baba, nimefurahi sana. Ni kusema kama ukoo tuonesha hali si kuweza kutembea. Republique Democratique du Congo sawa vile Afrika nzima tungeweza kujua kama ukoo wetu ni msimamo wenye Simon Kimbangu aliweza kuwa mtume wa Yesu Kristo, kuya hivi kuangalia namna ya sisi kujiweka sawa vile watu duniani. Penginepo kila nafasi wako utaenda huko nakuta maono, unaenda huko nakuta budo, unaenda huko na biko wanapata maendeleo. Sasa sisi wana wa Kongo, sisi wana wa Afrika tunaona tuko na identite gani, tuko na ukoo gani? Ingekuwa kama tunajitambua katika ukoo wa Simon Kimbangu kama tumekwisha pata. Aksanti tuwa wote mliweza kufuata kwa habari tumtarishia kwa magharibi ya leo, ndugu zetu wanaopatikana upande wa Goma, Bukavu, Kale, Walikale. Mwenyezi Mungu awabariki, tuko na nyinyi pamoja. Kwa herini, tutakutana tena siku ya kwanza ijao inshallah. Kwa herini, alamsiki.
Tout de suite, Info en Chiluba.